Kila mtu ni fundi katika mapenzi, lakini tunakuwa tofauti kutegemeana na kuelewa mtu binafsi katika shughuli ya tendo la ndoa. Kuna njia nyingi sana za kuonekana wewe ni master au fundi katika mapenzi. Inategemeana wewe unafanyeje kumfikisha mwenza wako kileleni. Sasa utajuaje mwanamke au mwenza wako ameshafika kileleni? Basi hizi ni dalili za kujua mwanamke amelizika katika tendo la ndoa. Sikiliza mwanzo mwisho. Hapa naamini lazima utatoka na kitu. Ungana nami Juice Africa na hii ni Time ya Story. Ndugu mpenzi msikilizaji, katika mahusiano ya ndoa, kutosheleza haja na furaha ya pande zote mbili ni muhimu. Hata hivyo, kwa upande wa tendo la ndoa mara nyingi huwa ni vigumu kutambua waziwazi kama mke wako au mwenza wako wa kike amelizika au la. Mwanamke anaweza kujua au kuonyesha dalili za kulizika au kutolizika. Lakini ni muhimu pia kuelewa kuwa kila mwanamke ni tofauti na hali ya kutosheleza inaweza kutegemea mambo mengi kama vile kihemko, kisaikolojia na kimwili. Katika makala hii tunachunguza dalili za kawaida ambazo zinaweza kuonyesha kuwa mwanamke amelizika katika tendo la ndoa. Dalili namba 1, wanasema miondoko ya kimwili inayoshuhudia furaha. Kabla sijaendelea, usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza pale mambo mazuri yanapoachiwa. Twende kazi. Miondoko ya kimwili ni moja ya dalili za wazi za kulizika. Mwanamke ambaye amelizika mara nyingi huonyesha miondoko ya kimwili kama vile kutikisika kwa mwili, kuinua viungo vya mwili au kubadilisha mkao katika juhudi za kufurahia zaidi. Hizi ni dalili za asili ambazo zinaweza kuonyesha kuwa mwanamke anafurahi na anajivunia katika tendo la ndoa. Dalili maalum za miondoko: kuchochea mpenzi wake kwa mikono na miguu. Mwanamke anayejivunia katika tendo la ndoa anaweza kutumia mikono yake au miguu kwa ufanisi kumsaidia mwenzi wake kufikia hali ya furaha. Kupiga kelele za furaha au kuongea, hii ni njia ya mwanamke kuonyesha kuwa ana furaha na anashiriki kikamilifu, yani kugumia. Dalili namba 2, hali ya kuvimba kwa maeneo ya sensa. Not a typical dating platform, but share kwa ndugu jamaa kwa ajili ya kupashana habari motomoto kutoka hapa Time ya Story. Wanasema mwili wa mwanamke unapohisi furaha na kulizika, viungo vya mwili wake kama vile matiti na sehemu za siri zinaweza kuvimba. Hii ni kwa sababu ya ongezeko la mtiririko wa damu na hali ya msisimko wa kimapenzi. Mwanamke ambaye amelizika anaweza kuwa na mvutano au hali ya kupanuka kwa matiti yake na sehemu za siri, hasa wakati wa kilele cha tendo la ndoa. Dalili namba 3 inasema uchochezi wa hisia na kuonyesha upendo. Mwanamke ambaye amelizika katika tendo la ndoa mara nyingi hutaka kuonyesha upendo na kujali baada ya tendo hilo. Hii inaweza kuwa kwa njia ya kumkumbatia mpenzi wake, kumkiss au kusema maneno mazuri, kuonyesha upendo na kujali. Kuonyesha kuwa mwanamke amejiunga kimahusiano na mpenzi wake na amelizika kimhemko na kimwili. Dalili maalum: kukumbatiana na kuzungumza maneno ya upendo. Mwanamke ambaye amelizika anapotoka katika tendo la ndoa anajivunia
kuwa na mpenzi wake na hata kuonyesha hisia za shukrani. Kucheka au kuwa na furaha baada ya tendo la ndoa, hii inaweza kuwa ni ishara kwamba mwanamke amefurahia na anakubaliana na hali ya kuwa na mpenzi wake. Dalili namba 4 inasema kuongezeka kwa mapigo ya moyo na kupumua kwa haraka. Mwanamke anapokuwa katika hali ya kuridhika, mwili wake unaweza kuonyesha dalili za msisimko wa kimwili. Moja ya dalili kuu ni ongezeko la mapigo ya moyo na kupumua kwa haraka. Hii ni dalili ya kawaida ya mwili kujibu msisimko wa kimapenzi na kiamko. Mwanamke ambaye ameridhika anaweza kuona mabadiliko haya katika mwili wake, hasa wakati wa kilele cha tendo la ndoa. Dalili namba 5 inasema uhusiano wa macho na mawasiliano ya kimahusiano. Uhusiano wa macho ni sehemu muhimu ya mawasiliano katika tendo la ndoa. Mwanamke ambaye ameridhika mara nyingi hutaka kuwasiliana kwa macho na mpenzi wake, kwani hii inamwongezea furaha na inamwongezea furaha na unganisho la kihemko. Maonesho haya ya kumwangalia mpenzi wake kwa jicho la upendo na furaha ni dalili nzuri ya kwamba ana furaha katika tendo la ndoa. Dalili muhimu: angalia macho ya mpenzi wako kwa umakini. Mwanamke ambaye ameridhika atakuwa na uangalizi wa karibu katika macho ya mpenzi wake, akijivunia na kuhitaji kufurahia kila kipengele cha tendo hilo. Kuonesha furaha kwa mikono au maneno. Mwanamke ambaye ameridhika mara nyingi atajihusisha na mapenzi kwa njia ya mikono, kubembeleza au kutoa maneno ya faraja. Twende katika dalili namba 6, inasema kutoka kwa hali ya stress na kukubali kufurahi. Mwanamke ambaye ameridhika katika tendo la ndoa mara nyingi hupata hali ya kupumzika baada ya kumaliza. Mwanamke ambaye ameridhika katika tendo la ndoa mara nyingi hupata hali ya kupumzika baada ya kumaliza. Hakuna tena mkazo wa kimaisha au hofu, na anakuwa na hali ya furaha na upole. Hii ni kwa sababu mwili wa mwanamke hupata hali ya utulivu baada ya kumaliza tendo la ndoa, na hii inatokana na kuongezeka kwa homoni za furaha kama vile oxytocin na endorphins. Dalili muhimu: kupumua kwa utulivu na furaha. Baada ya tendo la ndoa, mwanamke ambaye ameridhika anajikuta katika hali ya utulivu na amani, akiwa na furaha ya kihemko. Hali ya kupumzika na kutoridhika. Hali ya kupumzika na kutoridhika na urembo wa mazingira. Mwanamke ambaye ameridhika mara nyingi hutaka kuwa na muda wa kupumzika, akijivunia na kuthamini mazingira na mwenza wake. Dalili namba 7 na ya mwisho inasema kuzungumzia na kufurahia tendo la ndoa. Baada ya tendo, mara nyingi mwanamke ambaye ameridhika katika tendo la ndoa atakuwa na furaha ya kusema kuhusu uzoefu wake. Atasema maneno ya shukrani na furaha, au hata kuzungumzia mambo yaliyotokea wakati wa tendo la ndoa. Hii ni ishara kwamba ana furaha, na kuwa na furaha kwa upande wa kimapenzi ni dalili nzuri ya kuridhika. Kujua
kama mwanamke ameridhika katika tendo la ndoa ni muhimu kwa uhusiano wa ndoa wenye afya, ndoa zenye afya. Dalili za kuridhika zinaweza kutofautiana kulingana na mtu binafsi, lakini kwa ujumla miondoko ya kimwili, ongezeko la mapigo ya moyo, mawasiliano ya macho na hali ya furaha baada ya tendo ni baadhi ya dalili muhimu. Muhimu zaidi ni kujua kuwa kuridhika katika tendo la ndoa sio tu swala la kimwili, bali ni mchakato wa kihemko na kisaikolojia pia. Hivyo ni muhimu kwa wanandoa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu matamanio, hisia na matarajio yao, ili kuhakikisha kuwa kila mmoja anajivunia na kuridhika na uhusiano wa kimapenzi. Wanasema mapenzi yaliundwa kwa ajili ya kutawala dunia. Mapenzi yatakuwepo enzi na enzi, karne na karne, kizazi na kizazi. Hii ni Time Mama Story na mimi ni Juice Africa. Kwa wale waliokuwa bado hawajasubscribe, basi nawakumbusha wasubscribe sasa kwa ajili ya kuwa wanafamilia na mtu wa kwanza kupata habari moto moto kutoka hapa Time Mama.